Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ndugu zangu wapendwa, kwa mara nyingine nimekuja kukutanabahisheni juu ya mwenendo wa kundi ovu, kundi potofu la Kiwahabi. Na mara nyingi nilishaeleza mwenendo wa uwasilishaji wa taaluma, mwenendo wa kulingania, mwenendo wa kutoa fatwa kwenye kundi hili ni mwenendo mbaya kupita kiasi. Yani ukilikuta jishekhi la Kiwahabi linafurahia zaidi kumkufurisha mtu, linafurahia zaidi kumtia mtu katika bid'a, kumtia mtu katika shirki, linafurahia zaidi kuliko hata kumsifia mtu. Jishekhi la Kiwahabi linafurahia zaidi kuharamisha kuliko kuhalalisha. Yani mawahabi wao wanachokipenda hasa ni ile vurugu na kukataza kulembea huyo mushrik, bid'a, haram, hizo ndo fatwa zao. Elimu hapo inawekwa mbali, hapo ni kukata maneno tu, haram, bid'a, shirki, vurugu. Na usidhani hili wanalifanya hawa mawahabi mambumbumbu tulionao tu mitaani, mpaka mashekhe wao ndo waliowafundisha hivi. Huu ni mwenendo wa mashekhe wao kabisa. Wao wanaharakia zaidi kwenye kuliharamisha jambo bid'a na kumkufurisha mtu moja kwa moja, huyo asisikilizwe, hafai. Utacheka ukisikiliza mpaka hizo darasa za mashekhe wao, katika maswali wanayokuwa wanaulizwa, unasemaje kuhusu shekhe fulani? Tena utamsikia shekhe wao kama Fauzani au Ibn Uthaymeen, utamsikia hapo tena, huyo asisikilizwe, huyo hafai, huyo mubtadi', huyo hivi, huyo katika watu wabaya. Yani ajabu sana. Na hao wanaosimangwa hivyo ni watu wa dini, watu ambao wana ilmu, ni watu ambao wako katika manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Sasa nataka nikuonyeshe mfano mdogo leo katika kitabu kinaitwa Sifatu Salati Nabii. Sifatu Salati Nabii ni kitabu kilichotungwa na Albani. Albani tunamjua sisi ni shekhe asiye na shekhe. Mtu yoyote anayejisomea mwenyewe kama alivyofanya Albani bila ya kusomeshwa, lazima tu utavuruga mambo, utakuwa na tanakudhati nyingi, utapotosha sana. Na ndicho kilichotokea kwa Albani, tanakudhati nyingi alizonazo, upotoshaji mwingi alioufanya. Yani Allah amghufiri, lakini ni hatari sana. Sasa katika kitabu chake ambacho kinatakiwa kitanabahishwe, na sisi insha Allah taala tutatanabahisha kwenye kitabu hiki, tutatoa mambo kadhaa biidhnillah, na kwenye vitabu vingine vya huyu Albani na wengineo katika mashekhe wa Kiwahabi, ule uongo uliomo ndani ya vitabu vyao tutatanabahisha watu na tuwaambie kwamba huu ni uongo. Na leo nimekuja kutoa mfano mmoja tu katika kitabu hiki Sifatu Salati Nabii. Mfano wenyewe ni kwamba ukisoma katika kipengele kinachosema as-salatu ala al-mimbar, ukurasa wa 81 wa kitabu hiki, hapa Albani anasema hivi, ananukuu riwaya kwanza kwamba wasalla sallallahu alayhi wasallam maratan ala al-mimbar wa fi riwayatin annahu dhu 3 darajat. Na ilithibiti kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuswali juu ya mimbar. Katika riwaya nyingine ni kwamba ile mimbar ilikuwa na daraja 3, ngazi 3. Mimbar ni ile sehemu ambayo mtu anasimama anatoa khutba. Kwa hiyo mimbar ya Mtume ilikuwa na ngazi 3. Sasa chini ya maneno haya Albani akasema hivi, hadha huwa sunnatu fil mimbari an yakuna dha 3 darajati la akthara. Hii ndiyo sunna katika mimbar. Mimbar inatakiwa iwe na daraja 3, ngazi 3, na si zaidi ya 3. Wa ziyadatu alaiha bid'atun umawiyya, na kuzidisha ngazi katika mimbar zaidi ya 3, hiyo ni bid'a iliyofanywa na Bani Umayya. Huu ni uongo. Yoyote atakayesoma hiki kitabu aelewe uongo namba 1, mbali na mambo mengine ambayo yamekosewa katika hiki kitabu, lakini aelewe uongo namba 1 uliomo kwenye kitabu hiki cha Sifatu Salati Nabii ni huu, kwamba eti ngazi zile za mimbar zikizidi 3 ni bid'a. Na huyu Albani anaposema bid'a, uelewe mawahabi wanaposema bid'a kwenye jambo la dini, ujue wanamaanisha hilo jambo ni baya mno
na siku hizo wamekuja na maneno machafu, wanasema ni afadhali jambo la haram kuliko bid'a, ingawa wao wenyewe wana mabid'a mengi wanayafanya, lakini wao wanasema bid'a yoyote hata kama ni nzuri, hakuna bid'a nzuri, bora haram. Kwa hiyo anapozungumza bid'a hapa, ujue anamaanisha kwamba ni jambo ambalo baya mno na mfanyaji wake ni mubtadi', amefanya jambo la upotevu. Haya maneno yake haya Albani, haya maneno yake anayosema kwamba kuzidisha ngazi katika mimbar zaidi ya 3 ni bid'a, haya maneno ndo bid'a, haya maneno ndo uzushi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengenezewa ile mimbar na fundi. Zimekuja riwaya kwamba kuna mwanamke mmoja ndiye aliyependekeza swala la mimbar itengenezwe, na riwaya nyingine kwamba alikuwa ni sahaba Tamim ad-Dari radhiallahu anhu ndiye aliyependekeza kutengenezwa mimbar. Wallahu a'lam, lakini kiufupi ni kwamba mimbar ya Mtume ilipendekezwa, yani si wazo ambalo alikuja nalo yeye moja kwa moja. Kwa hiyo ilipopendekezwa kutengenezwa mimbar, fundi aliyekuja kutengeneza hakupewa amri na Mtume kwamba atengeneze ile mimbar ikiwa na ngazi 3. Na kabla ya hapo Mtume ni mwenye kuhutubu kwa kuegemea gogo la mtende. Sasa ilipotengenezwa ile mimbar, ilitengenezwa ikiwa na ngazi 3 na yule fundi, lakini Mtume hakumwambia yule fundi kwamba ifanye hiyo mimbar yenye ngazi 3. Kwa hiyo basi tu katika utengenezaji imetokea hivyo, kwa mujibu wa hitajio la pale, mimbar ambayo na ngazi 3 ilikuwa ni yenye kutosheleza. Si kwamba labda ni jambo ambalo limeasisiwa kama ni jambo ambalo lazima liwe vile na ni sunna, na kufanya kinyume na vile ni bid'a. Hapana. Sasa angalia ubaya wa kauli hii, angalia ubaya wa kauli hii na uongo wa kauli hii. Ni kwamba ukirudi katika Fathul Bari ya Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ukirejea katika kitabu Fathul Bari sasa juzuu ya 3 kwenye kipengele kinachosema al-khutbatu ala al-mimbar, mlango unaosema al-khutbatu ala al-mimbar, ukurasa wa 192. Ikitofautiana kurasa sio tatizo, lakini kwenye mlango unaosema al-khutbatu ala al-mimbar, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anaelezea, sikiliza vizuri hapa, anaelezea ile historia ya mimbar. Anasema kwamba walam yazalil mimbaru ala halihi 3 darajati hatta zadahu Marwanu fi khilafati Muawiya 6 darajati min asfalihi. Anasema na iliendelea mimbar kuwa na daraja 3, hizi ngazi 3, iko katika hali yake hiyo mpaka pale ambapo Marwan aliizidisha. Kwa hiyo Marwan ndiye aliyezidisha, aliyeanza kuzidisha zile ngazi katika utawala wa nani? Wa Muawiya, akazifanya zikawa ngazi 6 badala ya 3. Kwa hiyo kazi rudufu mara 2 yake. Sasa ukisoma hapa kuna riwaya kaiweka sababu ya huyu Marwan kuzidisha zile ngazi. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kuna riwaya hapa kainukuu. Kwa kufupisha maelezo ni kwamba hii riwaya, Muawiya ndiye aliyemwamuru Marwan ambaye ni gavana wake aongeze zile ngazi za mimbar. Marwan mwenyewe akasema hivi, ukisoma hapa anasema Marwan, innama amarani amirul mu'minin. Ukisoma hapa utakuta Marwan alizungumza na watu, aliwahutubia watu, akawaambia innama amarani amirul mu'minina an arfa'ahu, mimi kaniamrisha amirul mu'minin, kiongozi wa waumini ambaye ni Muawiya, kaniamrisha ninyanyue hii mimbar. Fadaa najjara, hapo ndipo Marwan akamuita fundi seremala akatengeneza. Wakana 3 darajat, na ilikuwa ni yenye daraja 3. Fazada fihi ziyadata allati hiya alaiha alyawm, akazidisha ziada ambayo ipo mpaka hii leo, anasema Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo aliyezidisha ziada ya ngazi wa kwanza ni Marwan, lakini kwa amri ya nani? Muawiya. Kwa hiyo Muawiya ndiye ambaye alimuelekeza Marwan aongeze ngazi kwa mujibu wa hitajio la watu. Sasa nukta yangu ya msingi, hoja yangu hapa ninapoitengeneza ni kwamba kwa mujibu wa maelezo ya Albani
ni kwamba Muawiya kafanya bid'a. Sahaba huyo kafanya bid'a, yeye ndo wa kwanza, yeye ndo aloleta hii bid'a, na anayefanya bid'a huwa ni mzushi, mubtadi'. Kwa hiyo kwa mujibu wa huyu bwana, Muawiya alifanya bid'a hii ya kuongeza ngazi, jambo ambalo sio sahihi kabisa. Swala la kuongeza ngazi wala halijawa katika mwongozo wa Mtume, wala Mtume hajakataza kuongeza zaidi ya ngazi 3, na swala la ngazi zenyewe 3 halijawa katika mwongozo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba eti ni sunna ziwe ngazi 3. Kwanza huu ni uongo, kwamba eti ni bid'a ni uongo. Lakini pia unaona hii kauli chafu ambayo moja kwa moja ameielekeza kwa Muawiya, tena ameielekeza kwa makusudi, kwa sababu yeye katuambia turudi kwenye Fathul Bari. Maana yake kishasoma kwenye Fathul Bari huko, kishasoma na aliona hili. Sasa alipoona hili kwamba Muawiya ndiye aliyeanzisha kuongeza ngazi kwenye mimbar, akaona ni uzushi tu, bila ya kuheshimu nafasi yake, bila ya kuheshimu ule ufahamu wake kama ni sahaba. Kisha mtu kama huyu anakuja anasema Mashia wanamsema vibaya Muawiya. Ni ipi hali yake huyu kwa Muawiya? Ikiwa yeye mtu kama huyu anakuja kusimama anasema Mashia wanamtukana Muawiya, yeye nini anachokifanya hapa? Kusema kwamba alifanya bid'a, jambo ambalo wala hata si bid'a. Kwa hiyo kiufupi, humu katika kitabu hiki cha sifatu salati nabii kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kutanabahishwa, mengi sana, na inshallah tutatazama moja baada ya jingine. Lakini leo tumekuja kuona tu huu uongo ambao ameuzungumza hapa kwamba eti ni bid'a kuzidisha ngazi zaidi ya 3 katika mimbar. Wallahu a'lam.